Joyce Meyer Ministries. Nimekuwa nikiwaambia watu ambao wamekuwa hapa kwamba kwangu huu ni zaidi ya ujumbe. Naamini kwa dhati kwamba hili ni agizo kutoka kwa Mungu, na nafikiri ni kitu chenye muhimu sana katika nyakati tunazoishi sasa. Kuna msukumo mkubwa kwa Wakristo waenende katika upendo, na watu wanazungumza kuhusu haki kote duniani. Na maandiko mawili makuu wanayotumia ni Isaya 58. Inayozungumzia maisha ya kufunga tunayopaswa kuishi na jinsi Mungu anavyosema, nataka mchukue sehemu ya kile mlicho nacho na mwasaidie watu wenye dhiki, wanaokandamizwa na maskini. Lakini pia katika Isaya 58:9 Biblia inazungumza kuhusu kuwa mwangalifu na matamshi ya kinywa chako. Inasema, ukiweza kudhibiti kinywa chako, maombi yako yatajibiwa kwa haraka zaidi. Inasema hivyo kwa njia tofauti kidogo, lakini hivyo ndivyo inavyomaanisha, na kwa sababu nimeshasema hilo mara mbili, sitachukua muda wa kulizungumzia tena. Katika Yakobo 1:26-27 Biblia inasema, ikiwa dini yako ni ya kweli, ikiwa kweli wewe ni mtu wa kiroho, basi utadhibiti ulimi wako. Na inasema utawasaidia wajane na mayatima katika dhiki yao. Kwa hivyo tunaona jambo lile lile tena mara moja katika Agano la Kale na mara moja katika Agano Jipya, kwamba ikiwa kweli tunampendeza Mungu, ikiwa kweli sisi ni watu wa kiroho, ikiwa kweli tunaishi maisha ya kufunga kama anavyotaka Mungu, basi kuna mambo kadhaa ambayo yatakuwa yanatendeka. Kwanza, tutachunga matamshi yetu. Pili, tutakuwa tunatosheleza mahitaji ya watu. Hayo mawili ni kuenenda kwa upendo. Upendo si neno tu ambalo tunatumia kiholela na tupende kila kitu tunachopewa na Mungu, barafu tamu, kupendana sisi kwa sisi. Upendo ni kitu tunachoweza kukiona na kukihisi. Upendo unaweza kubadilisha maisha. Unaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Tusije tukasahau kwamba Yesu alisema upendo ndicho kitu cha muhimu zaidi. Kwa hivyo naamini kwamba jinsi tunavyozungumza kujihusu sisi wenyewe, jinsi tunavyozungumza kuhusu yale yanayoendelea maishani mwetu, jinsi tunavyozungumza kuhusu siku zetu za usoni, nafikiri mambo hayo yote yanahusu kuenenda kwa upendo. Biblia inasema tunapaswa kumpenda Mungu. Kwa hivyo inamaanisha tusinunike juu ya hali zetu za maisha. Tunapaswa kujipenda sisi wenyewe. Hii inamaanisha unapaswa kuwa mwangalifu sana kuhusu jinsi unavyozungumza kujihusu wewe mwenyewe. Usiseme mambo hasi juu yako wewe mwenyewe. Usifanye hivyo kabisa. Amen. Na bila shaka tunapaswa kuwa waangalifu sana kuhusu jinsi tunavyozungumza kuhusu watu wengine. Mathayo 12 inasema, kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Ikiwa mti si mwema, hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kifungu hicho kinazungumzia uhusiano kati ya moyo na kinywa. Uhusiano kati ya moyo na kinywa. Kile kilicho moyoni mwako kitajitokeza kinywani mwako. Ikiwa kimejaa moyoni mwako, ukitafakari kuhusu jambo kidogo, sisemi kwamba kila kitu kinachoingia kilini mwako kitajitokeza kinywani mwako, lakini ukikifikiria, ikiwa unakitafakari kwa dhati, basi kitajitokeza kinywani mwako. Na ukikikiri, kuna uwezekano kwamba utakipokea. Matamshi yamejaa nguvu, yanaweza kuponya, yanaweza kujeruhi, yanaweza kuleta mauti, yanaweza kuleta uzima, yanaweza kutia mtu moyo, yanaweza kumfanya mtu afe moyo, yanaweza kujenga, yanaweza kubomoa. Watu hupeana talaka kwa ajili ya matamshi. Familia husambaratika kwa ajili ya matamshi. Watu hupoteza kazi kwa ajili ya matamshi. Watu hupata hisia za kutokuwa salama na kutojiamini kwa ajili ya matamshi yaliyotamkwa juu ya maisha yao. Matamshi yana nguvu, na tunahitaji kuchagua maneno tunayotamka kwa uangalifu, na ni wakati wetu wa kusimama na kuwajibika kwa ajili ya matamshi tunayokubali yatoke vinywani mwetu. Hakuna wezaye kudhibiti ulimi. Tunahitaji usaidizi wa Mungu. Basi unapaswa kuomba kila siku ili Mungu akusaidie kudhibiti kinywa chako. Mstari wa 34, enyi wazao wa nyoka. Huyu ni Yesu anazungumza. Mathayo ananakili maneno ya Yesu. Mnawezaje kunena mema mkiwa wabaya na waovu? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Na hayo ndiyo yanayotendeka tunapofungua vinywa vyetu. Huwa tunasema tu mambo bila kufikiria. Na kama matamshi yetu yatatutia mashakani, tunapenda kusema, sikumaanisha kusema hivyo, nilikuwa nafanya mzaha tu. Lakini hiyo si kweli, na tunapaswa kwanza kukabiliana na jambo hilo.
Sasa mstari wa 36 ni kifungu tunachopaswa kukichukulia kwa uzito. Kinasema, basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Sisi hushiriki katika mazungumzo mengi sana yasiyo na maana yoyote. Huwa tunasema mambo mengi ya kipumbavu yasiyoweza kufaidi mtu yeyote, na huwa tuna mazoea mabaya sana ya kusema mambo ya kipumbavu tukiwa katika majaribu. Nakwambia, jambo hili linaniua. Jambo hilo hunifanya nijihisi mgonjwa. Hali hii ya hewa hunifanya nijihisi mgonjwa. Nimechoka na najihisi mgonjwa, nimechoka na najihisi mgonjwa. Kisha unashindwa kwa nini unajihisi mgonjwa na umechoka. Kwa hivyo, nina uhakika mnaelewa kabisa kile ninachosema. Sasa, jana usiku nilikuwa na ujumbe wenye vipengele 12 ambao sikuweza kuhubiri. Niliweka msingi, lakini hata kipengele cha kwanza sikukizungumzia. Leo asubuhi, Bwana asifiwe, tuliweza kuzungumzia kipengele cha kwanza na nusu ya kipengele cha pili. Basi leo nitaendelea na kipengele cha pili cha ujumbe huo, na ikiwa hukuwa hapa nitakueleza kipengele cha kwanza kilikuwa juu ya nini. Kuna vitu 6 ambavyo hupaswi kufanya na kinywa chako. Cha kwanza kilikuwa ni kunung'unika, kutafuta makosa na kulalamika. Hatutarejelea swala hilo tena, ila niwakumbushe tu kwamba tunaponung'unika tunamfungulia adui mlango. Waisraeli walilalamika na kunung'unika na wakatumia miaka 40 wakijaribu kumaliza safari ya siku 11, na Biblia inasema wazi katika Hesabu 21 kwamba walishinda wakinung'unika, wakilalamika, na Mungu akaruhusu nyoka waingie katika kambi yao na wakawauma, na watu 23,000 wakafa, na hivyo basi wakapata ufunuo kwamba tumefanya dhambi. Kwa hivyo natumai kwamba tutakuwa na hekima zaidi baada ya kusoma maandiko hayo. Katika Wakorintho kuna kifungu kinachotaja maandiko hayo ya Hesabu 21, na kimsingi kinasema, basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu kusudi sisi tusifanye kama walivyofanya hao na wakaangamizwa jangwani. Na dhambi hiyo imetajwa kama kunung'unika katika Wakorintho wa kwanza. Sasa jambo rahisi zaidi la kufanya ni kunung'unika. Nadhani kama tungeweza kushinda bila kunung'unika kupita saa 6 mchana, huo utakuwa muujiza mkubwa. Wangapi kati yenu mnakubali hiyo? Basi tulizungumzia swala hilo, hatuwezi kurejelea swala hili tena, ila niseme tu kwamba naamini kwa dhati kuwa sisi humfungulia adui mlango kupitia kunung'unika. Mungu alitupatia kinywa kwa sababu moja tu, na hiyo ni kumwabudu. Kinywa chako ni cha kumwabudu Mungu. Amen. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa kukitumia. Kisha nilizungumzia kuhusu kitu cha pili ambacho hatupaswi kufanya, na ni kusengenya, kuhukumu na kukashifu, na niliangazia kifungu kimoja, lakini kuna kingine ambacho nataka kukiangazia katika Warumi 14. Kwa hivyo hebu tuende hapo. Sasa najua hatupaswi kusengenya, na hiyo inamaanisha kusema mambo kuhusu watu huku tukifahamu kwamba mambo hayo ni hasi, au tumeona watu wengine wakifanya mambo fulani kisha tunataka kwenda kuambia kila mtu. Tunapaswa kukingana, si kufichua mambo ya wenzetu. Mungu atakubariki ikiwa utaacha kueneza mambo ya watu. Sasa wangapi kati yenu mnafahamu kwamba huwa tunapenda kueneza habari? Tunapenda kupata uhondo. Ni jambo la ajabu jinsi tunavyopenda kusema kile tunachojua, na tunapaswa kuwa waangalifu sana na mtazamo huu, na kuambia tu ili uiombee. Kuna wakati huo ni ukweli. Huwa anawaambia watu waombe mambo fulani wakati mwingine. Huwa nahakikisha ni mtu nayemjua nayeweza kumwamini, lakini hata hivyo bado ni sharti usikilize moyo wako sana na useme, je, kweli nahitaji mtu huyu aniombee? Au nataka tu kueneza jambo fulani na natumia maombi kama kisingizio cha kiroho cha kuficha dhambi yangu. Leo asubuhi nilifundisha jinsi ilivyo muhimu kufahamu kwamba tunaposema usiwahukumu watu, hiyo imaanishi tusihukumu dhambi. Ikiwa mtu anashiriki uzinzi, utajua hiyo. Hutasema, siwezi kuhukumu dhambi hiyo. Ndio, unaweza kuhukumu dhambi hiyo, ni dhambi. Lakini huwezi kuhukumu moyo wa mtu huyo. Na hupasi kuwa na mtazamo wa kuhukumu dhidi ya mtu huyo. Nafikiri kosa kubwa ambalo Wakristo hufanya ni kwamba wakishuhudia mtu akitenda dhambi, watahukumu dhambi hiyo, kisha wataona mtu huyo hafai tena, na kwa maisha yao yote wanakuwa na mtazamo mbaya dhidi ya mtu huyo. Hali hiyo itafanya iwe ngumu sana kwa mtu huyo kupata marejesho na kuendelea mbele. Kuna mambo ambayo ni dhahiri kwamba ni sharti tuyatambue na tuseme hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi, hiyo ni dhambi. Lakini nafikiri sehemu kubwa ya hukumu hutokea
katika mambo ambayo ni maoni ya watu binafsi, ni mambo ambayo hata Biblia haiyazungumzii. Ni tofauti kati ya jinsi unavyofanya jambo fulani na jinsi unavyofanya jambo fulani. Kwa hivyo unaweza kunihukumu kwa ajili ya jambo hilo na useme, unajua siwezi kufanya hivyo na sidhani wewe unapaswa kufanya hivyo na naamini unakosea kwa kufanya hivyo. Lakini hebu tuone Warumi 14 inasema nini kuhusu mambo kama hayo. Nitasoma kidogo tu, tutaanza katika mstari wa kwanza. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni katika ushirika wenu, walakini msimhukumu mawazo yake au msimchanganye kwa mijadala. Mtu mmoja anayo imani inayomruhusu kula vitu vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga peke yake. Sasa najua kwamba siku hizi hatufanyi mijadala mingi kuhusu kile ambacho watu wanapaswa kula, lakini hilo lilikuwa swala kuu wakati Biblia ilikuwa inaandikwa, kwa sababu kulikuwa na mjadala mkubwa kuhusu kama ilikuwa sawa au la kwa Kristo kula nyama ambayo ilikuwa imetolewa kama dhabihu kwa miungu wa sanamu. Na Paulo alisema, kwangu mimi hakuna shida, kwa sababu najua sanamu hizo si kitu. Kwa hivyo najua kwamba hata kama nyama hiyo ilikuwa imetolewa kwa sanamu, ilitolewa kwa kitu kisicho hai. Kwa hivyo mimi nina imani ya kuila. Lakini anasema ikiwa huna imani ya kuila, basi usile, kwa sababu ukila na uwe unakula pasipo imani, basi kwako itakuwa ni dhambi. Basi kukawa na ubishi mkubwa kati ya wale waliona unaweza kuila na wale waliona huwezi kuila. Na wale waliona unaweza kuila waliwachukulia wale waliona huwezi kuila kama watu wenye imani dhaifu, na wale waliona huwezi kuila waliona kwamba wale waliokuwa wanakula walikuwa wanatenda dhambi. Lakini leo hii hakuna tena swala hilo la kula nyama iliyotolewa kwa sanamu. Hata hivyo, kuna masuala mengine mengi kama hilo ambayo tunaweza kuyatatua kwa kutumia kanuni hiyo ya Paulo. Na cha msingi ni kwamba mambo hayo ni kati ya mtu na Mungu na hatupaswi kuyaingilia. Mstari wa 4. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka? Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Sasa hebu tuseme umebarikiwa kiasi kwamba unaweza kuwa na mfanyakazi nyumbani. Mmoja wenu hapa unajua, hebu tuseme kila mmoja katika sehemu hii amebarikiwa kuwa na mfanyakazi nyumbani. Na tuseme kila mtu katika sehemu hii ni jirani ya watu wa sehemu hii. Na watu hawa hapa wanakuja, wanabisha mlango wako, na wanapoingia wanasema hawapendi jinsi mfanyakazi wako anasafisha nyumba yako. Sasa utawaambia nini? Sidhani kama jambo hilo linakuhusu kabisa, mimi ndiye ninayemlipa. Basi unajua nini? Ikiwa hatupendi kile ambacho watu wengine wanafanya, bado watu hao ni wa Mungu, ni watoto wake, na huo ndio mtazamo alio nao kwetu sisi. Wanachofanya hakikuhusu kabisa. Watasimama au kuanguka mbele yangu. Watasimama mbele yangu siku ya hukumu, na hilo halipasi kukutatiza kabisa. Unaweza kuwa na amani zaidi ikiwa utaamua kuacha kuingilia mambo ya watu wengine. Sijui nyinyi, lakini mimi nilipenda sana kuingilia mambo ya watu. Na bado tabia hiyo unitatiza kidogo. Na nina uhakika kabisa kwamba najua kufanya mambo mengi. Na kwa hivyo, unajua mimi si mwalimu tu napohitaji kuwa mwalimu, bali pia nahitaji kuwa mwangalifu nisije nikafundisha wakati sipaswi kufundisha. Na sipaswi kuwafundisha watu ambao hawataki niwafundishe. Kwa mfano, unajua ilimbidi Mungu aniambie, unajua nini? Wewe si mwalimu wa mume wako. Basi iliumiza nafsi yangu kwa sababu nilifurahia sana kumwambia Dave kile alichopaswa kufanya. Jamani sasa. Dave Maya, usimshukuru Mungu hadharani kwa ajili ya hiyo. Kuna watu wengine hapa ambao ni walimu wa aina yoyote, walimu katika shule au walimu wa Biblia, kitu kama hicho. Sasa hebu niwaulize swali. Si wakati mwingine huwa mnatatizika kujua wakati mnapaswa kufundisha na wakati mnapaswa kuwa tu? Jamani sasa, watu watatu ndio tatizo na hilo. Nitazungumzia swala la kusema uongo baadaye kidogo. Afadhali mwanze kusema ukweli kabla sijazungumzia jambo hilo. Sifanyi mzaha. Ikiwa wewe ni mwalimu wa aina yoyote, basi unapaswa kuombea jambo hilo, kwa sababu unahitaji kujua wakati unapaswa kutumia kipawa chako. Na wakati kinakuwa si kipawa kinachomfaidi mtu yeyote, kinakuwa laana. Nina mamlaka sehemu nyingi ninazoenda, nina mamlaka katika mikutano hiyo. Nikienda ofisini kwangu nina mamlaka makubwa huko. Lakini nahitaji kufahamu kwamba napoteremka kutoka kwa jukwaa hii, mimi ni mke wa Dave Maya. Amen.
Nahitaji kufahamu kwamba ninapoenda katika kanisa la mtu mwingine kuhudumu huko, mtu huyo ndiye aliye na mamlaka. Na nashukuru Mungu kwamba nilijifunza vitu hivyo, lakini sikujifunza kwa njia rahisi. Kwa hivyo hata kama wewe ni mkubwa na una mamlaka mahali fulani, huna mamlaka sehemu nyingine. Ikiwa wewe ni mwalimu na unafundisha mahali fulani katika hafla fulani, ni vizuri, lakini wewe si mwalimu kila mahali unakoenda. Na tunahitaji kujifunza wakati tunapohitaji kutumia vipawa vyetu na wakati tunapohitaji kufunga vinywa vyetu, na tusijaribu kuambia watu mambo. Kila mtu aseme mahubiri mazuri hayo, Joyce. Sawa. Mstari wa 7. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake bali kwa Bwana, wala hakuna fai kwa nafsi yake bali kwa Bwana. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Mstari wa 10. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Napenda mstari wa 12. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe, atoe majibu kwa hukumu yake mbele za Mungu. Basi tusizidi kuhukumiana, bali afadhali toweni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Sasa kipengele changu cha 3 ni sehemu ya kile ambacho nimekuwa nikisema. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana kwangu kukizungumzia, kwa sababu nikana kwamba tayari tumeanza kukiangazia, na hicho ni kitu cha 3 ambacho hatufai kufanya na vinywa vyetu, ni kutoa maoni yako wakati hakuna mtu anayehitaji. Na mara nyingi huwa tunafanya hivyo. Na kusema ukweli, sifanyi mzaha. Nafikiri tunapaswa kujifunza kujiepusha na tabia kutoa maoni yetu wakati hakuna mtu anayehitaji. Na mara nyingi watu husema, nilitaka tu kukusaidia. Na je, kama sitaki kusaidiwa? Kuna mwanamke mmoja ambaye nilishirikiana naye kwa muda mrefu, na nakwambia mwanamke huyu aliwafadhilisha watoto wake. Alitaka kuwa na uhusiano mwema nao, lakini aliharibu uhusiano wake nao kabisa. Lakini hakuona makosa yake. Alishinda akiwaambia kile wanachopaswa kufanya. Na hawakutaka kuambiwa hivyo. Hawakutaka kusikia maoni yake kila wakati. Na mara kwa mara alisema, najaribu tu kuwasaidia. Najaribu tu kuwasaidia. Tunahitaji kufahamu kwamba watu wanataka kuwa huru. Wanataka kuwa huru kufanya maamuzi yao wenyewe. Sasa, sisemi ufike mahali ambapo hata ukijua mtu anafanya kitu ambacho kinaweza kumdhuru, hushughuliki kumwambia kitu hicho kinamdhuru eti kwa sababu nafikiri jambo hilo alinihusu mimi. Lakini nafikiri tunapaswa kujiuliza, je, kweli najaribu kukusaidia? Au najaribu tu kukuambia maoni yangu? Mara nyingi, ikiwa mtu hafanyi kitu jinsi tunavyokifanya sisi, tunahisi kana kwamba tunahitaji kumrekebisha. Amen? Mara nyingi hata watu wakikuuliza maoni yako, huwa hawayahitaji. Najua kwamba wakati mwingine mimi huuliza watu maoni yao na bado nina mengi ya kujifunza, kwa sababu unajua mara nyingi unapomuuliza mtu maoni yake, kile unachotaka afanye ni kwamba akubaliane na wewe. Na asipokubaliana na wewe, basi mara moja unafikiri, hata sijui imekuwaje una maoni kama hayo. Wangapi kati yenu wanafikiri tunahitaji kujaribu sana kunyamaza na maoni yetu mpaka wakati mtu atayahitaji? Na naweza kudhubutu kuambia kwamba mimi binafsi naamini kwamba hiyo ni ishara ya kiburi. Nafikiri kadri tunavyozidi kuambia watu kile wanachopaswa kufanya, hiyo inamaanisha kwamba tayari tunaona maoni yetu ndiyo yanayofaa, na kwamba watu hao wanahitaji ushauri wetu. Na nafikiri tunahitaji kuwapa watu uhuru zaidi. Hebu tuangazie Wathesalonike wa kwanza 4:11. Nataka mjue kwamba naweza kudhibitisha kile ninachofunzwa kwa maandiko. Wathesalonike wa kwanza 4:9. Sasa nataka niwaambie kile ambacho nataka kuwaonyesha hapa, ili mwelewe kipengele muhimu kilichoko hapa. Unajua Biblia inatuambia kwamba tunapaswa kwa vyovyote vile kuepukana na ugomvi. Ugomvi, ubishi, migawanyiko na kutoelewana. Na mara nyingi ugomvi daima huanzishwa na kinywa. Mtu anasema kitu ambacho hapaswi kusema, au anaeneza kitu ambacho hapaswi kueneza, au anafanya kitu ambacho hapaswi kufanya. Na nafikiri jambo hili kuhusu maoni mara nyingi husababisha matatizo. Je, umewahi kuwa na ubishi na mtu kwa sababu alitoa maoni yake kuhusu kitu unachofanya ili hali wewe hukutaka kusikia maoni yake? Sawa, kusema kweli jambo hilo hutokea kila wakati. Basi
Naamini ndio maana maandiko yanalizungumzia. Wathesalonike wa kwanza 4:9 inasema, katika habari ya upendano miongoni mwa Wakristo wote, hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mmefundishwa na Mungu kupendana. Kwa maana mnafanya neno hili la kuonyesha upendo wenu kwa ndugu wote walio katika Makedonia yote. Lakini twawasihi ndugu, mzidi sana katika jambo hilo. Sasa nitakachosema kinatoka moyoni mwangu na rohoni mwangu, na naamini ni kitu kizuri kwetu. Nitawaambia ukweli, nafikiri Mungu hupendezwa na mtu mwenye roho ya kutaka kupanda juu zaidi, mtu ambaye hatosheki tu na vitu vya kawaida. Basi Paulo aliwaandikia na akasema, sikilizeni, siwaandikie eti kwa sababu nafikiri hamwenendi kwa upendo. Alisema, naamini kwamba mnaenenda kwa upendo, lakini alisema, nawaandikia kwa sababu nataka mwendelee kupiga hatua mbele na muwe na upendo zaidi. Na hapa si mahali pa kwanza ambapo Paulo alisema hivyo. Aliwaambia Wafilipi pia. Alisema hivyo katika sehemu nyingi zingine. Sikilizeni, mnaendelea vizuri katika imani yenu, lakini nataka muwe na imani zaidi. Mnaendelea vizuri katika kuwa na upendo, lakini nataka muwe na upendo zaidi. Na pengine unasema, unajua tabia hiyo ya kutoa maoni yangu hainiathiri sana. Basi, unajua nini? Kusema haikuathiri sana haitoshi. Unahitaji kwenda juu zaidi. Na pengine unahitaji kutafakari kabla hujatoa maoni yako na uombe ubidoko kwa haraka. Bwana, je, hiki ni kitu unachotaka nifanye? Kimetoka kwako au kimetoka kwangu? Na nafikiri kitakuwa kitu cha ajabu jinsi tunavyoweza kuepukana na mazungumzo ya kiburi na ugomvi katika mahusiano yetu pale tunapoweka mambo mkononi mwa Mungu kwa sekunde moja tu. Sasa naelewa kwamba kutoa maoni yako na kuambia watu fikra zako ni sehemu ya kuwa na uhusiano na ni sehemu ya kuwa na mawasiliano. Na si kwamba nasema tusizungumze wala tusiambie mtu yote maoni yetu kuhusu jambo lolote. Nafikiri tunapaswa kuwa waangalifu sana kuwa na mazungumzo na nikwambie maoni yangu kuhusu mti fulani, au nikwambie maoni yangu kuhusu, unajua, serikali, au nikwambie maoni yangu kuhusu huduma za posta au kitu kingine. Hiyo ni tofauti. Lakini napoanza kukwambia maoni yangu kuhusu kile unachofanya au mavazi yako, nitakuwa nimeingia katika masuala hatari, na kuna uwezekano mkubwa kwamba nitasababisha matatizo kushinda kama ningekuwa nazungumza kuhusu kitu ambacho si cha umuhimu sana. Na nitawaambia, nahitaji mahubiri haya. Kwa hivyo, ikiwa hutaki kuyasikia, nitayasikia mimi, kwa sababu nakwambia, katika maisha yangu nimekuwa na tabia ya kutoa maoni yangu, na naamini nimejaribu kujirekebisha sana, lakini nataka kuenda juu zaidi. Nataka kushughulika na mambo yangu binafsi na niwe na amani zaidi katika maisha yangu. Nitawaambia mojawapo ya vitu ambavyo naamini hutokea. Ikiwa uko katika uhusiano na mtu na unamwambia maoni yako kila wakati, mwenzako atafikia mahali ambapo hata sikiliza kile unachosema hata kidogo. Na baadhi ya watu naotangamana nao wakati mwingine wako hivyo. Nimekuwa na marafiki wenye tabia hiyo. Huwa wanasema tu, ndio, endelea kuniambia maoni yako, hata sitaki kusikia maoni yako. Unajua? Kwa hivyo nafikiri ikiwa tutanyamazia maoni yetu zaidi, tunapokuwa na kitu cha kusema, basi yule anayetusikiliza atatuheshimu zaidi na atataka kusikia maoni yetu, kwa sababu hatupigi mdomo kila wakati papa. Mstari wa 11, tena mjitahidi. Hiyo inamaanisha unapaswa kutia juhudi kwa dhati kufanya jambo hili, kutulia na kutenda shughuli zenu na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe kama tulivyoagiza. Kwa hivyo iko katika Biblia, shughulika na mambo yako binafsi.